Kama tumbo lako linajawa gesi kila siku, ni moja ya changamoto ambayo imekuwa kwa watu wengi. Sasa wengi hawafahamu huwa inasababishwa na nini. Leo nitakuletea sababu 7 ambazo zinafanya watu wengi wawe na changamoto ya gesi tumboni, na wengi wao wajui kama hizi ndo sababu zinazosababisha gesi tumboni. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Leo nitakuletea ni sababu gani zimekuwa zikisababisha changamoto ya gesi tumboni. Kwa nini unavimbewa gesi sasa hivi? Hata watoto tunapata changamoto ya gesi, watu wazima wanapata changamoto ya gesi. Ni kwa nini? Sasa hapo niweze kukupatia sababu 7 ambazo zinapelekea tumbo lako kujawa gesi mara kwa mara. Sababu namba 1, kula haraka sana. Nimekuwa nikiwaambieni kwamba hii ndio sababu namba 1 inayosababisha gesi tumboni. Unakula haraka, unakula kama vile unakimbizwa. Ndugu yangu, hapa ukiwa unakula haraka ina maana pia unaongeza gesi tumboni mwako. Kwa hiyo unaongeza hewa tumboni mwako, ambayo hiyo ndio inasababisha tumbo lako kujaa gesi mara kwa mara. Kula haraka ni hatari kwa afya yako. Hakikisha unatengeneza mazingira ya kula taratibu, sio kula haraka kama vile unakimbizwa. Kula haraka kama vile unakimbizwa ni chanzo kimojawapo kinachosababisha gesi tumboni mara kwa mara. Hiyo ni sababu namba 1 inayosababisha changamoto ya gesi tumboni. Sababu namba 2 tunasema ni vyakula vinavyotengeneza gesi. Baadhi ya vyakula vinavyotengeneza gesi nyingi, kuna chakula kama maharage, kuna chakula kama cabbage, kuna chakula kama brokoli, kuna chakula kama soda na vinywaji vya gesi. Wengi tumekuwa tukitumia vyakula ambavyo vinaongeza gesi sana, na wengi hatufahamu. Wengi unatumia maharage. Kwa hiyo unatumia maharage mara kwa mara. Hakikisha unapotumia maharage, fahamu kwamba utaweza tumbo lako likijaa gesi, jua imesababishwa na maharage. Ukinywa soda, cabbage, brokoli na moja kwa moja cabbage iliyopikwa ndio inayosababisha gesi. Ile ambayo imetengenezwa juisi huwa isababishi gesi, ni nzuri, moja wapo inapambana na changamoto za vidonda vya tumbo. Kwa hiyo vyakula ambavyo vingi vinatengeneza gesi ni hatari kwa afya yako. Soda na vinywaji vya viwandani vyote vinasababisha gesi moja kwa moja. Lakini namba 3 tunasema chakula kutomeng'enywa vizuri. Watu wengi ushindwa kumeng'enya chakula kwa baadhi ya vyakula kama maziwa, kali itwayo lactose intolerance. Moja kwa moja unakuta kuna vyakula ambavyo ni vigumu kumeng'enywa. Ndio maana niwaambieni kwamba hata pale unapokuwa umeamka asubuhi, hakikisha usile vyakula vigumu. Kwa nini? Ni kwa sababu vyakula vina mfumo kumeng'enywa. Sawa, kumeng'enywa vinameng'enywa kwa shida. Kula vyakula vigumu vinameng'enywa kwa shida. Sio hivyo tu, kula nyama ambapo umefungua. Kwa mfano sasa hivi hii video bahati nzuri imerekodiwa kwenye mfungo wa Ramadhani, na kwa lazima unakuta mtu anapofungua jioni anatumia nyama. Nyama ni chakula kigumu ambacho kimeng'enywi kirahisi. Sasa kama ni chakula ambacho kimeng'enywi kirahisi, moja kwa moja kinasababisha gesi tumboni mwako, na hili watu hawafahamu kabisa. Lakini namba 4 ni maambukizi ya bakteria tumboni. Wengi wanakuwa na changamoto ya maambukizi ya bakteria tumboni. Bakteria ambayo tunamuita H. pylori, ambao huyu ndo agent mkubwa anayesababisha vidonda vya tumbo. Na ukishakuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, gesi itakuwa ni yako, tumbo kuvimbiwa itakuwa ni wako. Lakini maumivu ya tumbo haya yanasababishwa na nini? Yanasababishwa na maambukizi ya bakteria. Wapi? Bakteria tumboni. Ndugu yangu, kama una changamoto ya madonda ya tumbo, H. pylori ni wako. Utakuwa na changamoto ya H. pylori, utakuwa na changamoto ya maambukizi ya bakteria tumboni mwako, ambao ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo maambukizi ya bakteria tumboni pia yamekuwa ni chanzo cha gesi. Na unapokuwa na gesi mara kwa mara, unapokuwa tumbo lako linajawa gesi mara kwa mara, hakikisha unaenda kuchunguza, kwenda una changamoto ya madonda ya tumbo. Lakini pia vidonda vya tumbo, ugonjwa wa peptic ulcers, PUD, peptic ulcers disease, moja kwa moja unaweza kusababisha ujisikie tumbo lako limejaa, lakini ujisikie tumbo lako limevimba, lakini liwe na gesi nyingi. Hii inasababishwa na nini? Inasababishwa moja kwa moja na changamoto ya vidonda vya tumbo ambavyo tunaita ni PUD. PUD ni changamoto kubwa sana ambayo inasababisha pia changamoto ya gesi. Unapokuwa na gesi, unaweza kuwa na H. pylori au unaweza kuwa na peptic ulcers disease, ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kwa afya zetu. Namba 6 tunasema constipation, kupata choo kigumu. Kinyesi kinapokaa kwa muda mrefu kwenye utumbo hutengeneza gesi nyingi na kufanya tumbo livimbewe. Ndio maana wengi unakuta unajamba ovyo, na
pengine unajamba unatoa ushuzi unaokuwa na harufu mbaya. Sasa kwa nini unatoa ushuzi uliokuwa na harufu mbaya? Ni kwa sababu ya constipation, au unabaki na choo, au pengine unapata choo, pengine unapata choo kigumu, au pati choo kabisa. Hii ni chanzo kimojawapo kinachosababisha gesi tumboni mara kwa mara. Lakini mwisho na namba 7 tunasema msongo wa mawazo aka stress. Unapokuwa na msongo wa mawazo, ndugu zangu, hatuwezi kuishi bila msongo wa mawazo, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tunakuwa navyo. Lakini unapokuwa na msongo wa mawazo, unapopitia changamoto ya stress, huwa inapelekea umwagaji wa cortisol nyingi. Cortisol nyingi huwa inaharibu mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula, ndio maana huwa inasababisha changamoto ya gesi nyingi tumboni. Kwa hiyo hivyo ndio ni baadhi ya vitu vinavyosababisha gesi tumboni. Hapa nitakuelezea nini cha kufanya ili uweze kupunguza gesi tumboni. Unachotakiwa kufanya, cha kwanza ni kula polepole. Kula polepole, usile kama umekimbizwa. Cha pili, epuka soda na vyakula vya gesi, vitaweza kusaidia. Cha tatu, kunywa maji ya kutosha. Nimekuwa nikiwaambieni, unapoamka asubuhi, kabla ya kula kitu chochote, kunywa maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali. Kwa nini maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali? Kwa sababu yana neutralize acid, lakini pia yanaimarisha mfumo wako wa usagaji wa chakula aka tunaita mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Lakini mwisho, ongeza vyakula vyenye nyuzi, vyakula vyenye fiber. Kama ndizi ni nzuri zaidi. Unapata ugali wa dona ni mzuri zaidi, huo unakuwa na fiber. Kwa hiyo wa fiber huo una ufanyiwa mmeng'enywaji vizuri, lakini pia unalisha bakteria wazuri tumboni. Lakini pia cha mwisho, kama una changamoto ya gesi, unatakiwa ukachunguze kama tayari una maambukizi ya vidonda vya tumbo, ili uweze kupata changamoto ili uweze kupata tiba moja kwa moja. Na kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, moja ya jambo unalotakiwa kufanya, hakikisha unapata tiba yenye zinki. Bahati nzuri tiba nyingi hazina zinki, ndio maana ziendi kukausha yale madonda. Ndio maana unatumia dawa kila siku lakini hujapata matokeo. Kama umetumia dawa nyingi kila siku hujapata matokeo, hakikisha unapata ile dawa yenye zinki ambayo inaenda kuhakikisha inakausha yale madonda. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie una changamoto gani ya kiafya inayokusumbua ili tuweze kukupatia msaada zaidi. Karibu na Mungu apate kukubariki.